Na mtazamaji, naye katibu wa idara ya uhamiaji Belio Kipsang, naibu kinara wa Jubilee Daktari Fred Matiang'i na aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya ardhi Mohamed Swazuri ni miongoni mwa watu 22 na kampuni 3 zinazolengwa na tume ya kupambana na ufisadi kurejesha mabilioni ya pesa zilizolipwa kwa marehemu mfanyabiashara Francis Mburu. Fedha hizo zililipwa kama fidia ya ardhi ya Ruaraka. EACC imewataka kurejesha fedha hizo katika chini ya siku 7 kufuatia uamuzi wa mahakama ya rufaa mwezi jana uliosema malipo yao yalikuwa kinyume na sheria. Gatete Njoroge na kina cha taarifa hiyo. Wakifuatilia fedha ambazo mahakama ya rufaa ilisema ililipwa kinyume na sheria kama fidia ya ardhi ya shule za Drive-In na Ruaraka, tume ya kupambana na ufisadi imewaandikia barua watu 22 na kampuni 3 kurejesha shilingi bilioni 1.5 zilizolipwa marehemu mfanyabiashara Francis Mburu. Katibu idara ya uhamiaji Belio Kipsang, naibu kinara wa Jubilee Fred Matiang'i, aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya ardhi Mohamed Swazuri wanaongoza orodha ya watu 22 wanaotakiwa kulipa fedha hizo. Wengine ni waliokuwa makamishna wa NLC, waliokuwa maafisa wa tume hiyo, wafanyikazi wa wizara ya ardhi na jamaa za marehemu Mburu. EACC imewaagiza walipe fedha hizo pamoja na riba ya 12% kila mwaka tangu fedha hizo zilipolipwa mwaka 2018. Tume hiyo inasema inachunguza makosa ya utumizi mbaya wa mamlaka, ufujaji wa fedha zilizolipwa kwa kufichwa. Barua zilizotumwa tarehe 10 mwezi huu ziliwapa wahusika siku 7 kulipa pesa hizo kama mmoja au kwa pamoja, la sivyo EACC ianzishe mchakato wa kuzirejesha kwa kisheria. Huelans Limited, mojawapo wa kampuni hizo, imeelekea katika mahakama ya upeo kukata rufaa dhidi ya uamuzi ulioipa EACC nguvu ya kuanza mchakato wa kuitisha fedha hizo. Wakielezea sababu 11 za kukata rufaa, kampuni hiyo inayohusishwa na marehemu Mburu imesema mahakama ya rufaa ilikosea kwa kukosa kutofautisha sheria za mipango ya jiji na kuchukuliwa kwa ardhi ya kibinafsi. Wanashikilia hakuna fedha za umma zilipotea kutokana na hatua yao kulipwa, huku wakitaka mahakama kuagiza tume ya ardhi kulipa deni la shilingi bilioni 1.7. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.